RCC Dar es Salaam yalizia jimbo la Ukonga ligawanywa. Kamati ya ushauri ya mkoa wa Dar es Salaam RCC ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila imepokea na kulizia mapendekezo ya kamati ya ushauri ya wilaya ya Ilala DCC ya kuligawa jimbo la Ukonga lililopo wilaya ya Ilala kwa majimbo mawili ambayo jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule, ambapo mchakato unafuata ili kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye mamlaka husika ikiwemo TAMISEMI ili kupata ridhaa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa RCC mara baada ya kupokea mapendekezo hayo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mapendekezo hayo yamelenga kuboresha huduma kwa kuzingatia jimbo hilo ni kubwa na lina idadi kubwa ya watu. Hivyo kamati imepokea mapendekezo hayo na inawasilisha katika ngazi zingine kwa maamuzi zaidi. Aidha, Albert Chalamila amesema baada ya kuligawa jimbo jipya la Kivule litakuwa na kata 6 ambazo ni Kipanguni, Mzinga, Msongala, Kitunda, Kivule na Majoe. Jimbo hilo ni kilomita za mraba 128, idadi ya watu ni 431,000, na jimbo la Ukonga litabaki na kata zake 7 ambazo ni Ukonga, Chanika, Gongo la Mboto, Zingiwa, Mbuyuni, Pugu Station, ikiwa na idadi ya watu 441,000. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kamati ya ushauri mkoa wa Dar es Salaam RCC ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila imepokea na kulizia mapendekezo ya kamati ya ushauri ya wilaya Ilala DCC ya kuligawa jimbo la Ukonga lililopo wilaya Ilala wana majimbo mawili ambayo ni jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule, ambapo mchakato unafuata ni kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye mamlaka husika TAMISEMI ili kupata ridhaa. Na hatimaye waasi wa M23 wagoma kuondoka Walikale. Kundi la waasi wa M23 linaendelea kushikilia mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. Kundi hilo la M23 lilitangaza Jumamosi kuwa limeanza kuondoa vikosi vyake nje kidogo ya mji wa Walikale ili kuweka mazingira mazuri ya amani na mazungumzo ya kisiasa, lakini hata hivyo kundi hilo limesema halitaruhusu jeshi na serikali kurejea katika mji huo wenye wakazi takriban 60,000. Lilionya kuwa mashambulizi ya uchokozi wowote utatafuta moja kwa moja uamuzi mgumu. Wanajeshi wa serikali ya Kongo walisema Jumamosi jioni kuwa watafuatilia kwa makini uondokaji huo wa M23 na watachukua hatua yoyote ya kijeshi, wakiwataka wanamgambo wanaounga mkono serikali wafanye hivyo na pili kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje ya DRC Therese Kainyarwanda alisema wanatazama kuona ikiwa kweli M23 itaondoka na kuipa kipaumbele njia ya mazungumzo. Siku ya Jumapili, wakazi wa duru la kijeshi mjini Walikale waliripoti kuwa hawapakuwa na mapigano yoyote katika eneo hilo lililokuwa linashambuliwa vikali hivi karibuni na ndege za kijeshi za Kongo. Mkazi mmoja alisema walipoamka hali ilikuwa tulivu na M23 bado walikuwa mjini humo. Hata hivyo mapigano yaliripotiwa kati ya M23 na wanamgambo na wazalendo wanaunga mkono serikali katika mkoa jirani ya Kivu Kusini. Ni taarifa kutoka huko DRC Kongo. Kundi la waasi wa M23 limeendelea kushika mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. ACT Wazalendo wamuonya Amos Makala. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulie hatua katibu wa siasa, itikadi, uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala kwa kauli aliyotoa mkoani Simiyu Machi 22 mwaka 2025 akikituhumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakinaendesha lambe ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha uvisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025. Imeandikwa na KM wa ACT Wazalendo Ado Shaibu. Amenukuliwa akisema, "Ninakuandikia barua hii kwa dhamana yako ya kusimamia na utekelezaji wa sheria na kanuni ya vyama vya siasa kwa mujibu wa kifungu namba 5 cha kanuni za maadili ya vyama vya siasa mwaka 2019. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala
amekaririwa na vyombo vya habari akisema kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinaendesha harambee ya kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa maoni ya ACT Wazalendo, kauli hii ni ya kizembe, isiyo na msingi na inalenga kuzuia na kuleta taharuki kwa jamii. Kauli hii istafsiriwe kuwa ni kauli ya kuijumu au ujuma kwa Chadema, bali ni kauli ya ujuma kwa nchi nzima kitaswira na kiuchumi. Tujiulize, tunataka kutuma ujumbe gani kwa watalii na wawekezaji kwamba nchi ya Tanzania kuna chama kinajipanga kusambaza Ebola na Mpox na kwamba hakuna uhakika na usalama wa kiafya? Tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kumchukulia hatua kali katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla. Hatua hizo zihusishe kumtaka ajieleze, kufuta kauli hiyo na kuomba radhi hadharani. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaweza kuchukua hatua kali nyingine zaidi za kisiasa. Ninakutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako pamoja na salamu za chama. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemwandikia barua msajili wa vyama vya siasa nchini akimtaka amchukulia hatua katibu wa siasa, itikadi, uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makalla kwa kauli aliyotoa mkoani Simiyu Machi 22 mwaka 2025, akikituhumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa kinaendesha harambee ili kupata fedha za kununua virusi vya Mpox na Ebola kisha wavisambaze nchi nzima kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mchungaji Msigwa akana uvumi wa kuondoka CCM. Mbunge wa zamani wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa amekanusha madai kwamba ana mpango wa kuondoka Chama cha Mapinduzi CCM na kurejea tena Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa imepita siku moja tangu Balozi Dr. Willibrod Slaa atangaze kurejea Chadema. Mchungaji Msigwa kupitia ukurasa wake wa X ameandika kwamba puuzeni uvumi wote unaotengenezwa na kuenezwa dhidi yangu kuhusu mustakabali wangu wa kisiasa. Hakuna mtu niliyemteua kuwa msemaji wangu wa mambo ya kisiasa. Msijibebeshe majukumu ya kusemea mtu huku mkijua naweza kujisemea mimi mwenyewe. Ni kijani daima. Mchungaji Msigwa ametoa taarifa hiyo kufuatia uvumi ambao umesambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba anajiandaa kurudi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili kumuunga mkono swaiba wake Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa katika kuendeleza harakati za kisiasa hapa nchini. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mbunge wa zamani wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa amekanusha madai kwamba ana mpango wa kuondoka Chama cha Mapinduzi CCM na kurejea tena Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ili imepita siku moja tangu Balozi Dr. Willibrod Slaa atangaze kurejea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Stephen Wasila ateta na Askofu Bagonza. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran la KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Stephen Wasila na Dr. Bagonza wamekutana wilayani Ngara ikiwa katika ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025, kusikiliza changamoto za wananchi pamoja na kuhutubia mkutano wa hadhara mkoani Kagera. Ni taarifa kutoka huko Kagera. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Daktari Jakaya Kikwete awasilisha ujumbe wa Rais Samia. Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Senegal Bassirou Faye katika ikulu ya rais huyo jijini Dakar nchini Senegal. Katika hatua nyingine, waziri wa afya Jenista Mhagama amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Zambia Hakainde Hichilema katika ikulu ya rais huyo iliyopo jijini Lusaka nchini Zambia.
Rais Hichilema amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujumbe huo maalum na kusema Zambia na Tanzania ni nchi zenye historia ya ushirikiano wa kindugu muda mrefu na usio na mipaka. Waziri Jenista Mhagama akiwa ameambatana na ujumbe wake akiwemo balozi wa Tanzania nchini Zambia Lieutenant General Mesu Edward Mkungile amemshukuru Rais Hichilema kwa mapokezi mazuri na ushirikiano imara uliopo baina ya Tanzania na nchi ya Zambia. Ni taarifa kutoka Zambia. Hatimaye Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Senegali Bassirou Faye katika ikulu ya rais huyo iliyopo jijini Dakar nchini Senegal.